Tuko kwenye msimu wa 5 wa Wape Tabasamu, ndugu zangu. Tumekuwa na misimu mingine minne nyuma. Sasa sitogusia sana misimu mingine minne ya nyuma, ila nitazungumza zaidi kwenye msimu huu wa 5. Japo nitawapitisha kwa haraka kwenye misimu mingine minne ya nyuma ambayo kueleza nini ambacho tumefanya. Cha kwanza, Wape Tabasamu ilianza kama wazo la sisi kuwa na mchezo wa hisani kwa ajili ya kurudisha kwa jamii, na tulitaka kufanya hivyo kwa sababu tuliona tuko kwenye platform ya kufanya hivyo na kugusa jamii yetu. Kwa hiyo tukawa na wazo la kurudisha kwa jamii kupitia tasnia ambayo tunaitumikia, wao wakiwa kama wachezaji, mimi nikiwa kama mchambuzi wa masuala ya michezo, lakini pia nikiwa msimamizi wao katika masuala ya michezo. Tukaona tupitie tasnia yetu au sanaa yetu ya mpira wa miguu kwa ajili ya kufanya kitu ambacho kinaweza kikarejesha kwa jamii. Na ndio maana kwenye msimu huu wa 5 tumekuwa na malengo mawili tofauti. Tuna malengo ya kugusa kwa mamalishe, na malengo ya kugusa kwa elimu pia. Kwa hiyo tutagusa hayo maeneo makuu mawili ambayo tunaona ni yana msingi sana. Kuna vitu vingi ambavyo madam atakuja kuvizungumza na kwa undani wake kabisa, lakini malengo yetu makuu mawili kwa Wape Tabasamu ni haya. Bima ya afya kubwa iliyoboreshwa kwa sasa hivi ni 1,50,000 ambayo ile inahudumia watu 6 akiwa yeye na familia yake. Kwa hiyo hata ikitokea dharura imetokea, hawezi kugusa ule mtaji. Kwa hiyo huduma yake itaendelea na biashara yake itaendelea. Kwa hiyo tumewashukuru sana, wameweza kugusa engo ambazo zinamfanya mama yule au babalishe yule na mamalishe kuweza kujikwamua. Kingine, kuwapa elimu ya kujitambua na kuiheshimu fedha. Unapoiheshimu fedha ndipo unaweza kuimiliki fedha. Kitu kile kwa mamalishe kilikuwa hakuna, wala babalishe walikuwa wanapewa pesa ambayo hawana elimu nayo, wanakwenda kutumia kwenye matumizi ambayo hayana tija, yanazidi kuwadidimiza. Leo tukio la leo kuhusu kuwezesha wanawake mamalishe na babalishe kiuchumi, kwa kweli limeenda one step ahead kwenye ile scope ya mamalishe, kwamba kuwapa elimu, na kwa asilimia kadhaa au kwa asilimia kubwa Wape Tabasamu wamesaidia sana katika kumpa mamalishe elimu yake, kwanza ya fedha, pili ya afya, tatu kuelewa kwamba wapi anakosea na wapi ambapo anapatia ili kuweza kurekebisha. Kusema kweli, sisi kama Umalita, moja kati ya goals zetu ni kuweza kumpa yule mama na baba elimu ili aweze kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Binafsi napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwanza awali ya yote. Kingine ni washukuru sana Wape Tabasamu kupitia semina ya leo ya mambo mbalimbali, hususan mambo ya fedha na nishati safi. Tumefurahia mengi mno, na binafsi nimejifunza mambo kadha wa kadha ambayo nilikuwa sina katika kichwa changu. Hivyo basi nipende kutoa shukrani zangu za dhati sana kwa elimu hii, na imani imenitoa sehemu moja kunipeleka sehemu nyingine. Kwanza tunao furaha kubwa kuwepo maeneo haya Morogoro leo kwa ajili ya event kubwa ambayo imeandaliwa na GSM Foundation kwa kushirikiana na Wape Tabasamu, lakini pia na partners mbalimbali ambao wapo katika viunga hivi, ikiwemo media mbalimbali kama Clouds TV, lakini pia partners mbalimbali ambao tumejumuika kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunatoa elimu bora kwa ajili ya mamalishe na tunafikisha ujumbe wa matumizi mazuri ya nishati, lakini pia elimu ya fedha, lakini pia elimu ya kujikinga na majanga mbalimbali kama bima. Naam, kama ambavyo hapo awali nimejitambulisha, lakini pia tunaona kuna umuhimu mkubwa sana wa elimu kama hizi kuwafikia mamalishe, hususan hawa ambao wanapatikana katika maeneo ambayo yako nje ya mji. Maana elimu ya bima ni elimu jumuishi ambao pia serikali imekuwa ikiweka nguvu kubwa kuhakikisha kwamba tunakuwa kwa asilimia kidogo wa uelewa wa bima uongezeke nchini, lakini pia uweze kuwanufaisha watu wengi, hususan hawa ambao wapo katika sekta ambazo sio rasmi.